shetani anatumia deception hapa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Tukiwa pale Mwanzo 1:28, Mungu anapomuumba mwanadamu, Biblia inatuambia kwamba alijizungumzia mwenyewe na akasema tumuumbe mwanadamu katika mfano wetu. Na mwanadamu akatufanane. Yes. Katika umbile, katika kila hali ya kukua akatufanane, pia akawe Mungu ambaye anatawala hapo ulimwenguni. Lakini shetani anapokuja anasema kwamba Mungu anajua ya kwamba mkikula tunda mtafanana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Cha kushangaza ni ya kwamba mwanadamu ameumbwa katika mfano wa Mungu, lakini shetani anasema ya kwamba Mungu hataki mwanadamu afanane na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So shetani akaja akamfunza mwanadamu kuto kumwamini Mungu, akafunza mwanadamu kuingia katika dimension ya kukua na shaka, ya kukua na dauta, ya kwamba Mungu kuna mambo ambayo ananificha, Mungu hanitakii mema. Yes. Mungu kuna mambo hapendi nikakuwe nayo. Mungu hataki nikasucceed. Yes. Mungu hataki nikaweze kufanikiwa katika maisha. Mwanadamu anaingia katika nafasi ya kutokumwamini Mungu. Yes. Mungu akisema hiki, mwanadamu anaona hiki sio kizuri kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hiyo ikamfanya mwanadamu akapoteza umbo na sura yake. Maana aliumba katika sura ya Mungu. Yes. Na anasikia kupitia kwa neno la Mungu. Lakini anapokosa kumwamini Mungu, yes, anakosa sasa kufanana na Mungu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen.